Sasa nilikuwa natarajia Fally imbia watu hata kidogo saa 3. Mimi natukaniwa mtaani. Eti ndugu yako anakula pesa yetu na nakimbia. Ameimba Medea, anaimba mwanzo, anaimba na mwisho. Katikati watu hakuna kusikia. Kwa Wakenya wenyewe wanajua muziki, walikuwa wataka wasikie Associé, wasikie Orgazi. Unasikia hapana Medea pekee. Wasikie Kadena. Wasikie Kadena. Huyu mtu yuko na albumu zaidi ya 7. Sasa kwa nini apige nyimbo nusu? Jibe Mpiana, Weransone wanaweza imba kuanzia asubuhi ingine. Sasa utadanganya Mkenya kwa music ya Kongo? Mimi kuna wazee wa Kenya wengi wanajua music ya Kongo kuniliko wazee. Sasa tunataka sasa sisi kama Wakongomani watuletee Fere akuje tutoa hiyo aibu ya ndugu yetu Fally Ipupa ametupea. Sababu tukijua Fere akikuja najua ndugu yake ameshakosea wa Kenya na amekosea wa Kongo wanaishi ndani ya Kenya. Bana mboka, bana mikili, bana miziki ya rumba, wale bafana yote banapendaga miziki. Tuzao na mboka ya Kenya. Niko na kritika hapa miziki ya Kongo. Tuzao na mboka ya Kenya. Hebu kwanza tuambie unaitwa nani? Jina yangu ni Idrissa Chiti, kocha wa Soka Star. Nimecheza Sofapaka, nimecheza Kongo, nimecheza Tanzania, lakini sasa hii niko base Kenya, Nairobi. Na akademi yangu ya Soka Star tuko Kileleshwa base. Naam. Idris, waambie unatokea wapi kwanza? Mimi ni mtoto wa Goma, mwana Goma. Na mboka ya Kongo, mwana Goma, Dego. Mtu wa Nord Kivu anajua Goma tunaita Dego. Goma basi ndio pale. Tunajua kuna vijana wetu kidogo wa kutoka Kenya wanaitwa Kenya Defence Forces wako pale Goma kidogo wanasaidia mambo 2-3 hapa, lakini ndio hivyo, hiyo tutaongea siku nyingine. Leo tuko na wewe Idris, tumekuja kuongea mambo ya concert. Concert ile ilikuwa hii weekend imepita. Ile ya Mokonzi wa Wangila, Mokonzi wa Wario, Fally Ipupa. Mokonzi wa Wangila. Kongo wanamuita Mokonzi wa Wangila, Wangila wa Wario. Sasa kitu tunamuita Mokonzi wa Wangila. Ameshindwa kazi yake because sisi kama Wakongomani tunaibika. Wakenya wanalipa pesa yao mingi, wanasema wanakuja ona muziki. Wakenya wajafurahia muziki, napita kwa njia kila Mkenya anasema huyu ndugu yako amekula pesa yetu. 10,000 ni pesa mingi sana. Kwa kiukweli 10,000 hiyo ni 10,000 anamaanisha kwa 2,000. Ndio. Mwambie na Kifransai waelewe. Hiyo 2000 shele. Pia nayo iko pesa mingi sana. Kwa wale watu wadogo kupata 2000 sio rahisi. Sasa mtu anapata 2000 yake, anakuja asikilize Mede, anakuja asikilize Maria, anakuja pata wanamwimbia ni muziki dakika moja. Sasa hiyo inakuwa mtu wametoka na straight. Watu wote wametoka wakienda fata Fally. Ukisikia mtaa mzima anasikia ilikuwa concert ya Fally Ipupa. Na sisi wa Kongo kwenye tulikuwa tunafurahi, tunasema ndugu yetu anakuja kuperform, kila mtu anasema tukapata heshima hiyo siku wakitangaza Fally Ipupa anakuja. Lakini Fally Ipupa akifika ametupatisha aibu, hadi nikipita kwa njia wanasema hii tena ni Mkongo tunaonekana wasema uongo. Ni sababu ya mkubwa wetu. Hebu nikuulize Idris, kwa kikweli ile concert ilikuwa aje ile concert? Hiyo concert ya Fally Ipupa, kitu ya kwanza Fally Ipupa mimi nimeona hajaimba. Fally Ipupa alikuja kuambia Wakenya waimbe. Na Wakenya walikuwa wanajua Fally Ipupa anakuja kuimba. Sasa ikakuwa shida kubwa, ikaconfuse watu. Unaona? Sababu watu Fally Ipupa anaimba neno moja, anapatia mashabiki waimbe. Sasa kama wazee, unapatia tena wazee kazi kubwa ya kuimba, na walikuja wakae wastarehe, mwenye alinunua chupa yake akunye pole akisikiliza unaimba. Aguse wa Kenya wanajua muziki rumba vizuri. Wanajua Papa Wemba, wanajua Franco Luambo Makadi, wanajua Tabu Ley Rochero, wanajua Madilu System, waimbaji, wanajua Koffi Olomide, wanajua Fere Gola msanii wa sahi, wanajua Eritio, wote waimbaji. Sasa wanakuja wazee wanasema acha twende tusikie hiyo muziki, present Papa Wemba, Madilu System, wanakuja wasikie mtu kama huyo. Sasa yeye anafanya tena wazee waimbe. Wazee wanateseka sana. Walikuja akunya. Kwanza kuna mzee mmoja alikuwa kando na mimi, alikuwa anakunya vile. Sasa Fally Ipupa kupana hivyo watu waimbe, mzee akataimba, akatapika pombe. Ikakuwa ngumu. Sasa na msichana. Hebu tuambie kwanza, wewe mnatokea Kongomani. Ile muziki, matarajio yako ilikuwa nini? Wewe kama fana umeshafika pale, umelipa ticket yako ya concert, umeingia kwenye show. Matarajio yako labda ilikuwa Fally acheze muda gani?
Mimi kabisa nilikuwa najua sababu ukisikia konsere wanasema konsere ya Fally. Watu wote wanasema konsere ya Fally. Sasa nilikuwa natarajia Fally imbia watu hata kidogo saa 3. Ikaa basi kwa jukwani saa 3 watu waseme ndio tumeshukuru. Unaona kila mtu anatoka pale, mimi natukaniwa mtaani. Eti ndugu yako anakula pesa yetu na nakimbia. Labda Fally alicheza saa 1, alikala kwenye stage saa 1 sababu ya ile muda alipewa na organizers. Labda makosa si yake ama wale waliandaa show. Makosa labda sio yake. Na hata apewe saa 1, saa 1 umeimba muziki ngapi? Kwa hiyo saa 1, sababu muziki kienda dakika mingi iko 15. Tuimbia muziki 4, inaonekana hii ni muziki ameimba. Ameimba Mayday, anaimba mwanzo, anaimba na mwisho. Katikati watu hakuna kusikia. Nasikia hii show wengi wanasema ilikuwa show ya watu wa Mayday. Yaani wale wasichana wa TikTok nini, wale ndo walikuwa show ilikuwa ya Mayday. Kuko muziki mingi kutoka kwa album zake za kwanza, album kama 4-3. Hakucheza hata moja. Zile muziki ambayo Wakenya wanafahamu ama bafana wanafahamu. Inamaanisha Fally pia ni msanii wa TikTok. Yeah. Sababu amefanya kazi ya TikTok, lakini kwa Wakenya wenyewe wanajua muziki, walikuwa wataka wasikie Associate, wasikie Orgazi. Unasikia hapana Mayday pekee. Wasikie Kadena. Wasikie Kadena. Kuna ako muziki mingi. Unasikia? Wasikie Bloke, ana muziki mingi. Huyu mtu yuko na albumu zaidi ya 7. Sasa kwa nini apige nyimbo nusu? Ama ilikuwa kuchoka kwa sababu alikuwa mahali inaitwa Uganda Arua siku ya Ijumaa. Jumamosi akakuja Kenya na Arua, unajua alitembea na barabara 7 hours. Labda ilikuwa kuchoka, tumuelewe. Mie najua muziki ya Kongo mzuri. Ukiangalia Jibe Mpiana, Weransone wanaweza imba kuanzia asubuhi ingine. Anaimba asubuhi hadi asubuhi ingine. Kwenye stage. Kwa stage iko jukwani. Hiyo kitu nimeshuhudia. Jibe Mpiana, Weransone wanaimba siku mzima. Muziki ya Kongo unaweza sawa, umechoka, umeimba muziki gani? Ama umeimba kama mimi sijasikia muziki yoyote. Nimesikia anaanza Mayday kisha nafika mwisho. Nyimbo venye unajua labda kulikuwa na ile muziki haraka anapiga ile. Yeye hata kwanza kosa kubwa anafanya, hajauliza hata washabiki wake, mnataka niwaimbie muziki gani? Na waimbie hiyo muziki warizike. Hakuna muziki ameshaimba, hajapatia mashabiki wake wakati ya kufurahia muziki yenye walienda ona. Unaona? Sisi saa hii Kenya hiyo kitu afanye Tanzania, afanye ingine Uganda, lakini Kenya ni Kongo kwa kimuziki. Kenya wanajua muziki ya Kongo. Mimi kuna mtu anajua hadi wasanii wa Kongo majina yao ya baba yao. Kama Fally Ipupa wanamuita Fally Ipupa, lakini kule tunamuita Timba. Timba ndio jina yako. Timba jina ya nyumba. Kuna sasa mtu anajua majina hadi za baba yao. Sasa utadanganya Mkenya kwa music ya Kongo? Mimi kuna wazee wa Kenya wengi wanajua music ya Kongo kuniliko wazee. Sasa wawezi danganya Mkenya kwa sababu ya music useme umechoka. Kama umechoka kwa nini useme umechoka hautaimba music? Idris, ni nini tunaweza kujifunza kutoka na hii concert? Na Fally anaweza fanya aje bafana yake wale walikuwa wamekasirika warudi vizuri? Tuko Kongo kuko wasanii wa mingi. Tuko na Fere Gola ni muimbaji. Na njo kompita ndio mpinzani wa Fally Ipupa Konga. Sasa tunataka sisi kama Wakongomani watuletie Fere akuje tutoa hiyo aibu ya ndugu yetu Fally Ipupa ametupea. Sababu tukijua Fere akikuja, najua ndugu yake ameshakosea wa Kenya na amekosea wa Kongo wanaishi ndani ya Kenya. Waite huyo Fere Gola akuje aimbie wa Kenya tusikie muziki. Tuna mtu kama Koffi Olomide. Watuitie mtu kama Koffi Olomide akuja, ndio watu wa muziki sahihi wenye tunasema wako mzuri sahihi, wenye wanaweza sema wanaweza fanya kitu Fally Ipupa hajafanya. Sasa kama Fere Gola anakuja, Wakenya wataweza rizika kidogo. Sisi wa Kongo tunaishi hapa, nani yetu inashuka kidogo. Kwa hivyo ni Fere mnataka Fere akuje asafishe. Fere akuje ama Koffi Olomide akuje, lakini kwa music ya sasa Fere ndio angekuja, sababu ukiona Fere na Fally Ipupa ndio wana compete. Sasa walete huyo Fere aoneshe Wakenya waone kumbi huyu jamaa amedanganya Wakenya, sababu unajua Fere na naangalia kulikuwa francophonie Kongo, si ndio? Journée ya francophonie. Fally Ipupa amefungua akapiga
akapiga hizo mangoma zake kama zimefanya Kenya uchafu. Feregola akafunga. Feregola aliimbia wa Kongo hadi wa Kongo wakafurahi. Watu kwa kiwanja inaingia 120K. Fere akajaza na kiwanja ikavunjika. Sasa walete sasa Fere akuja aoneshe wa Kenya, apigie wa Kenya Madilu system. Fere iko na hiyo uwezo. Anaweza imba sauti ya Madilu system, anaimba sauti ya Luambo Franco Makiadi, anaweza imba Papa Wemba, yote anajua na anaweza imba yeye kama Fere. Wamuletee wazee wa Kenya wasikie muziki ya Kongo, na sisi wa Kongo tunaishi Kenya, hiyo aibu tumepata ikwishe. Kwa kumalizia Idris, kuna ushauri fulani niliona mahali Papa Wemba kabla kufariki alimpa Fally Ipupa. Sijui kama unakumbuka. Fally Ipupa, Papa Wemba alimwambia il connaît la musique et il se débrouille beaucoup mais il utilise trop de machines. Kwa Kiswahili ni kusema nini? Anasema Fally Ipupa anajua music na anajitafuta vizuri, lakini anatumia kompyuta sana. Na muziki ya Kongo ni kita. Lazima mtu asikie kita inalia. Hiyo kitu ndio Kongo tunataka na ya. Lakini Fally Ipupa ni studio. Lakini live tunaona sababu Kongo wamemjaribu live ikashindikana. Kenya bado tunaona live yake imeshindikana. Sasa tuache tulete Fere atuoneshe kama ni hivyo ndio live inapigwa kama Fally amefanya ama kama si hivyo. Basi shukran sana, tutakuja next time. Nataka turudi hapa utuambie vizuri, tukae tini tumchambue kati ya Fere na Fally. Nani ndio Grand Prêtre? Grand Prêtre usiseme saa hizi. Next time tutakuja tuongee kati ya Fere na Fally. Nani ndio Grand Prêtre? Grand Prêtre azamoko toko solola. Grand Prêtre azamoko na Kongo toko solola après. Sawa. Shukran sana, merci ya mingi tokomona na kitoko makasi sawa. Merci. Merci. Haya.